Mtakatifu Filipo Mtume alizaliwa tarehe 3 mwezi wa 5. Hivyo kila mwaka tunaikumbuka siku hii muhimu kwetu. Mtakatifu Filipo alizaliwa Bethsaida, Galilea, Palestina. Hapo mwanzo alikuwa mfuasi wa Mtakatifu Yohane Mbatizaji. Na wakati Yesu akiwa katika mikutano yake akifundisha, anashangazwa na umati wa watu waliokusanyika pale. Bwana Yesu anamuuliza Mtakatifu Filipo, tununue wapi mikate ili watu wapate kula? Filipo anamjibu akisema, mikate ya sarafu 200 na fedha iitwayo dinari haiwatoshi watu hawa, hata kama kila mmoja akipata kipande kidogo. Wakati mwingine Filipo anamuuliza Yesu, Bwana, utuonyeshe Baba nasi tutatosheka. Yesu anamjibu akisema, Filipo, nimekaa nanyi muda wote, nawe hujanijua? Yesu anajibu tena akisema, aliyeniona mimi amemuona Baba. Filipo alikwenda kuhubiri Injili huko Asia na alifariki katika Frigia ya Uturuki. Mtakatifu Filipo, somo wa jumuiya yetu. Watakatifu wote wa Mungu. Hii ndiyo historia fupi ya Mtakatifu Filipo Mtume. Jumuiya Mtakatifu Andrea na baadaye Filipo na kugawanywa tukapata Jumuiya Mtakatifu Mama. Filipo ikagawanywa, ikatoka tumegawanywa, ikazaliwa Jumuiya Alpius Mtakatifu. Na kati ya kaya 12, 6 zina ndoa, 6 hazina ndoa. Kaya moja tunategemea itafunga ndoa mwaka huu. Kwa hiyo kaya ambazo zinabaki hazina ndoa zinabaki 5. Kama ilivyo utaratibu wa Kanisa Katoliki, kila jumuiya ina vyama vya kitume ambavyo ni UWAKA, WAWATA, vijana na utoto mtakatifu. Katika jumuiya yetu UWAKA wako 6, WAWATA wako 12. Hapa tulikosea tukawa tumeandika watoto wako 6. Ukijumlisha vyama vyote vya kitume, jumla tuko watu 26 katika jumuiya yetu. Mwamko. Sehemu kubwa ya wanajumuiya wanajitoa na wanashiriki katika kazi za kanisa na jumuiya. Japo wapo wanaolalamika michango ni mingi, tumeamua kwenda na wale ambao wako tayari kujitoa bila manunguniko. Wakati mwingine wanasuasua. Jumuiya yetu imebebwa na akina mama, kwani wanajitoa sana. Wababa hawaonekani kabisa kwenye jumuiya hii. Wamekuwa upatikanaji wao ni wa shida sana. Katika wanaume 6, padha wanaume tunaowajibika kwenye jumuiya ni 2 tu. Hitimisho. Tunakupongeza sana Baba Paroko kwa kusimamia kanisa letu kiimani, ujenzi wa kanisa letu, na Mungu akutie nguvu na moyo wa imani, na sisi kama wanajumuiya tuko pamoja na wewe. Tunakukabidhi kiasi cha shilingi 100,000 kama shukrani.